kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Iran yasema haitatishwa na kauli za rais wa Marekani kwamba jeshi lake litaanza operation ya kuzuia meli kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 leo anaanza ziara yake ya kwanza barani Afrika kwa kuzitembelea nchi 4. Na katika gumzo tunaangazia kushindwa kufikia makubaliano kwenye mazungumzo kati ya Marekani na Iran yaliyofanyika nchini Pakistan. Donald Trump hataondoka kabla ya kuwa na kitu cha kujitangaza kwamba ameshinda. Kwa hiyo lazima itokee namna Iran watafute kitu ambacho anaweza kaifanya Donald Trump akahisi kwamba ni mshindi, kwa sababu si mtu kutaka kushindwa. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu unaosomwa na Karo Robi. Karibu Karo. Asante Halima. Spika wa bunge la Iran Mohamed Bagher Ghalibaf amesema nchi yake haitotishika baada ya Rais Donald Trump kusema jeshi la majini la Marekani litaanza mara moja operesheni ya kuzuia meli kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Bwana Trump pia amesema Marekani itazikamata meli zote ambazo zimelipa kodi kwa Iran. Jeshi la Marekani limesema litaanza kuzizuia meli hizo kuanzia leo Jumatatu na kutoa ufafanuzi kwa meli zitakazoathirika ni zile zinazopitia katika bandari za Iran. Mazungumzo kati ya nchi hizo mbili yalofanyika Islamabad, Pakistan kujaribu kumaliza mzozo wa Iran yalifeli mwishoni mwa juma. Bei ya mafuta ghafi imeongezeka tena na kupindukia dola 100 baada ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran kufeli kufikia makubaliano kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Bei ya mafuta imekuwa ikipanda na kushuka tangu vita vya Iran kuzuka mwishoni mwa mwezi Februari na shughuli za usafiri kuathirika katika mlango bahari wa Hormuz ambapo 20% ya mafuta na gesi hupitia. Peter Magyar ameshinda katika uchaguzi mkuu wa Hungary huku chama chake kikipata 2/3 ya viti vya ubunge katika uchaguzi ambao unamuondoa madarakani waziri mkuu Viktor Orban aliyeliongoza taifa hilo kwa miaka 16. Samba Tenzi na taarifa zaidi. Bwana Magyari ameuambia umati mkubwa wa wafuasi mjini Budapest kuwa Hungary inataka kuwa tena taifa la Ulaya na kuongeza kuwa wamefanikiwa kuleta muujiza katika historia ya Hungary kwa kushinda uchaguzi huo kwa kishindo. Waziri mkuu huyo ajaye wa Hungary ameahidi kipindi cha kukabidhiana madaraka kitakuwa cha amani. Viongozi kadhaa wa Umoja wa Ulaya wamempongeza Magyari kwa ushindi huo. Raia kadhaa wanaripotiwa kuuawa baada ya ndege za jeshi la Nigeria kufanya mashambulizi angani katika kijiji kimoja kaskazini mashariki mwa nchi hiyo siku ya Jumamosi. Kuna taarifa za kukinzana kuhusu idadi kamili ya watu waliouawa katika shambulizi hilo, huku baadhi ya vyanzo vikiripoti kwa zaidi ya watu 200 huenda waliuawa. Eneo hilo lilompakani kati ya majimbo ya Yobe na Borno ambako kundi la waasi la Boko Haram limekuwa likifanya uasi kwa muda mrefu. Jeshi la Nigeria limesema lililenga maeneo yaliyo na magaidi, lakini limeongeza kuwa litachunguza kilichojiri. Na huko Benin, kura zimeanza kuhesabiwa baada ya uchaguzi mkuu ulioendeshwa jana Jumapili. Wagombea urais ni wawili, waziri wa fedha Romuald Wadagni wa chama tawala na alikuwa waziri wa masuala ya utamaduni Paul Hongpe. Tume ya uchaguzi ya Benin imesema shughuli ya upigaji kura iliendeshwa kwa amani. Mshindi wa uchaguzi huo ana nafasi ya kuliongoza taifa hilo la magharibi mwa Afrika kwa mihula miwili ya miaka 7 kila mmoja. Rais Patrice Talon anastaafu baada ya kuiongoza Benin kuanzia mwaka 2016. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Karo Robi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kuyapata pia kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera, Abudu FM, CGFM, Loliondo FM na Classic FM. Nchini Kenya unaweza pia kutusikiliza kupitia Mwanendo FM, Nyota FM, County FM, Pamoja FM na Gaf Radio. Ukiwa Uganda unaweza pia kutusikiliza kupitia Voice of Muhabura, Radio Lira, Radio Chitara, Voice of Karamoja na Voice of Busoga. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Leo hii uko nami Halima Nyanza, karibu. Spika wa bunge la Iran Mohamed Bagher Ghalibaf amesema nchi yake haitatishika baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema jeshi la nchi yake litaanza mara moja operesheni ya kuzuia meli kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Rais Trump pia amesema Marekani itazisaka meli zote ambazo zimelipa kodi kwa Iran ili zipite katika njia hiyo. Omar Mkambara na taarifa zaidi. Jeshi la Marekani limesema litaanza kuzizuia meli hizo kuanzia leo hii Jumatatu, na kwa mujibu wa jeshi hilo meli ambazo zitaathirika ni zile ambazo zinapitia kwenye bandari ya Iran. Rais Donald Trump amesema hatua hiyo inatokana na Iran kushindwa kufungua tena mlango Hormuz, na ameonya kuwa Marekani itajibu vikali endapo itashambuliwa. Mazungumzo kati ya mataifa haya mawili yaliyofanyika huko Islamabad, Pakistani kujaribu kumaliza mzozo wao hayakufanikiwa mwishoni mwa wiki. Makamu wa rais wa Marekani James David Vance alieleza sababu za kushindwa
kufikia mwafaka kwa mazungumzo hayo. We've been at it now for 21 hours. Tumekuwa kwenye mazungumzo kwa saa 21 sasa na tumefanya majadiliano ya kina na upande wa Iran. Hiyo ndiyo habari njema, lakini habari mbaya ni kwamba hatujafikia makubaliano yoyote. Na kwa mtazamo wetu, hali hii ni mbaya zaidi kwa Iran kuliko ilivyo kwa Marekani. Hivyo basi, tunarejea Marekani bila makubaliano. Yale mambo ambayo tuko tayari kuyakubali na yale ambayo hatuko tayari kuyakubali. Tumefanya kila juhudi kuhakikisha msimamo huo unaeleweka wazi. Hata hivyo, upande wa Iran umechagua kutokubaliana masharti yetu. Kwa upande wake, Iran imesema haitasalimu amri dhidi ya vitisho vya Marekani, ikijibu tangazo la Marekani la kuzuia bandari za Irani. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas alisema kwamba Marekani na Iran zilikuwa karibu kufikia makubaliano wakati wa mazungumzo ya nchini Pakistani, lakini hawataogopa vitisho na wataendelea na msimamo wao. Rais Donald Trump pia amemkosoa vikali kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Leo baada ya papa huyo kupinga vitisho vya Marekani dhidi ya Iran. Trump amesema Papa Leo ni mbaya kwa sera za mambo ya nje na dhaifu kuhusu uhalifu wa silaha za kinyuklia, akisisitiza kuwa hataki Iran iweze kuwa na silaha za nyuklia. Hatua hii inakuja baada ya Papa Leo kukosoa kauli za Rais Trump kuhusu vita ya Iran, akisema vitisho hivyo vikubaliki kwenye duru ya kimataifa. Wakati huo huo, bei ya mafuta imepanda kwa zaidi ya dola 100 kufuatia mvutano wa kuvunjika kwa mazungumzo ya amani kati ya mataifa hayo mawili. Haya yanajiri huku bei ya mafuta ghafi ikiongezeka na kupanda juu kufikia dola 100. Bei ya mafuta imekuwa ikipanda na kushuka tangu vita ya Iran na Marekani kuzuka mwezi Februari mwaka huu na kusababisha shughuli za usafiri kuathirika katika mlango wa bahari wa Hormuz, ambapo 20% ya mafuta na gesi hupitia hapo. Omar Mkambara. Peter Maja ameshinda katika uchaguzi mkuu wa Hungary, huku chama chake kikipata 2/3 ya viti vya ubunge katika uchaguzi ambao unamuondoa madarakani waziri mkuu Viktor Orban aliyeliongoza taifa hilo kwa miaka 16. Caro Robi na taarifa zaidi. Bwana Maja ameuambia umati mkubwa wa wafuasi mjini Budapest kuwa Hungary inataka kuwa tena taifa la Ulaya na kuongeza kuwa wamefanikiwa kuleta muujiza katika historia ya Hungary kwa kushinda uchaguzi huo kwa kishindo. Waziri mkuu huyo ajaye wa Hungary ameahidi kipindi cha kukabidhiana madaraka kitakuwa cha amani. Awali Bwana Viktor Orban alisema matokeo hayo ni machungu kwake na chama chake cha Fidesz, lakini amesisitiza kuwa chama hicho kitaendelea kulitumikia taifa hilo kikiwa upande wa upinzani. Viongozi wengi wa nchi za Umoja wa Ulaya wamempongeza Bwana Maja kwa ushindi huo. Rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema ushindi huo unaonyesha kuwa Hungary imechagua Ulaya. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amemwomba Bwana Maja kuungana naye kuijenga Ulaya thabiti na iliyoungana. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amedokeza kuwa Ukraine iko tayari kushirikiana na Hungary kuleta manufaa kwa pande zote mbili. Naye waziri mkuu wa Poland Donald Tusk ameutaja ushindi wa Bwana Maja kuwa wa kutukuka, akitumia msemo Urusi lazima waende nyumbani. Kumekuwa na tofauti kubwa na mikwaruzano kati ya Viktor Orban, mshirika wa karibu wa rais wa Urusi Vladimir Putin, na viongozi wengi wa nchi za Umoja wa Ulaya kuhusu sera mbalimbali, ikiwemo swala la uhamiaji, haki za binadamu, uhuru wa asasi muhimu, ikiwemo uhuru wa vyombo vya habari nchini humo na kutoiunga mkono Ukraine dhidi ya Urusi. Taarifa yake Caro Robi. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 leo anatarajia kuanza ziara yake ya kihistoria ya siku 10 kutembelea mataifa 4 ya Kiafrika. Atazitembelea Algeria, Angola, Cameroon na Guinea Ikweta, ambako Vatican imesema ziara hiyo pia ina lengo la kuifanya dunia izingatie tena Afrika. Zaidi na Martha Saranga. Papa Leo wa 16 anakuja Afrika na ujumbe wa amani na umoja. Ziara yake ya nchi 4 inaanza leo Aprili 13. Afrika ndilo eneo la Kikatoliki linalokuwa kwa kasi zaidi duniani, lakini kituo chake cha kwanza ni katika nchi ya Algeria yenye Waislamu wengi, ambapo atatangaza ujumbe wa maelewano na utangamano kati ya dini mbalimbali. Ni vizuri sana, kwani inasaidia kuimarisha uhusiano kati ya dini hizi mbili ambazo zinashiriki historia moja, haswa Afrika Kaskazini na haswa Algeria. Nchini Cameroon ataenda Bamenda, kitovu cha mzozo wa watu wanaozungumza Kiingereza katika nchi iliyo na idadi kubwa ya watu wanaozungumza lugha ya Kifaransa. Ataomba amani na upatanisho katika mzozo huo muda mrefu. Papa akija hapa na kujaribu kuleta amani, sisi sote kama watu wa Bamenda tutafurahi. Ninatumai kuwa Papa atakapokuja kila mtu atakuwa na amani na kuweka silaha chini na kuacha hasira zao. Nchi inayofuata atakayozuru itakuwa Angola, ambayo ina mojawapo ya wakazi wengi wa Katoliki bara